Tunataka tuje tuangalie kwa namna ya pili. Namna ya pili ipi ambayo nilisema kwamba ile shikeli moja inaweza kupatikana kwa njia ile ya michoro minne kwa kupata shikeli ile moja kama tulivyoona, au ile shikeli inaweza kupatikana kwa njia ya bao zima la shikeli 16. Kwa vipi? Twende pamoja. Mfano, nyumba za shikeli ziko hivi. Huwa ni nyumba 16. Hapa tuna nyumba ya kwanza, hapa tuna nyumba ya pili, hapa tuna nyumba ya tatu, hapa tuna nyumba ya 4, hapa tuna nyumba ya 5, hapa tuna nyumba ya 6, hapa ya 7, hapa ya 8. Ya 9 itakuja hapa, ya 10 itakuja hapa, 11 itakuja hapa, ya 12 itakuja hapa, 13 itakuja hapa, 14 itakuja hapa, 15 itakuja hapa, 16 itakuja hapa. Hizi ni nyumba 10 na ngapi? 16. Sawa eh? 16. Kila nyumba hapa ina tafsiri zake, ina mambo yake. Sio nafsi, sio mali, sio ndugu, jirani, sio watoto, sio maradhi, sio ndoa, sio kifo, sio safari, sio cheo, sio matarajio, sio uadui na kadhalika. Sawa eh? Huku hatujafika, tutafika. Ila nakuja kukuonyesheni namna pia inavyoweza ikapatikana ile shikeli nyingine kwa mfumo ule na kwa kanuni hii. Sawa eh? Sasa kwa njia hii ya nyumba 16, unachotakiwa kuzingatia hapa ni lile swali uliloulizwa. Unatakiwa ujue kwamba lile jambo lako wewe ulilofanyaje, uliloulizwa limebebwa na nyumba gani? Mfano wa swali lile, je, jambo langu ninalolihitaji nitafanikiwa? Tunajalia kufanikiwa kwa jambo kumebebwa na nyumba ngapi? Na nyumba ya 10 hapa. Sawa? Kunabebwa na nyumba ngapi? Na nyumba ya 10. Kwamba kufanikiwa kwa jambo lolote, kutaka kujua kama litafanikiwa ama halitofanikiwa, tunaangalia nyumba ngapi? Ya 10. Sawa eh? Huu ni mfano. Sasa hii nyumba ya 10 inapatikana kutokana na nyumba ya 3 na ya 4. Sawa eh? Kwa maana kwamba shikeli tutakokuja kuiangalia hapa nyumba ya 10 kwa kufanikiwa kwa hilo jambo au kutokufanikiwa ni shikeli ambayo itakayokuwa imetokana ama imezalika na shikeli zilizopo katika nyumba ya 3 na nyumba ngapi? Na nyumba ya 4. Si ndio? Sasa tunajalia hivi kwamba hapa nyumba ya 3 tuna shikeli ya qabdun dakhila. Sawa? Halafu hapa nyumba ya 4 tuna shikeli ya nusratun kharija. Si tunaelewana vizuri eh? Tunaelewana vizuri eh? Haya. Sasa kama hivi ndivyo, sawa eh? Tunakuja kwamba ukichukua 2 na 2 tunapata 2 hapa. Sawa eh? Ukichukua 1 na 2 tunapata 1. Ukichukua 2 na 1 tunapata 1. Ukichukua 1 na 1 tunapata 2. Sawa? Kwa hiyo shikeli yetu ya nyumba 10 ni shikeli ya ijtimai. Sawa eh? Sasa hapa twende vizuri. Hapa hatusomi tafsiri ya moja kwa moja ya ijtimai. Sawa eh? Hatusomi hivyo. Tunataka tuisome ijtimai itupe tafsiri ya kufanikiwa kwa hilo jambo au ya kupatikana kwa hilo jambo au kutokupatikana kwa kupitia hizi point. Ndicho tunachokisoma hapa mashekhe. Sawa eh? Sasa baada ya kuwa tumepata hivi, sawa eh? Somo letu linatuelezaje? Somo linatuambia kwamba hivi. Sawa eh? Somo linatuambia hivi. Hatua ya kwanza, somo linatueleza kwamba tunatakiwa tuangalie aina ya nini? Aina ya hizi nukta zilizopatikana kwenye hii shikeli hapa, kwenye hii nyumba ya 10. Sawa eh? Tunapata hapa kuna nukta nzito. Sawa eh? Hapa kuna nukta nyepesi, hapa kuna nukta nyepesi, hapa kuna nukta nzito. Sisi tumeelewana vizuri eh? Tunaelewana vizuri? Hii ni hatua kwanza, kama umepata kwamba
kwamba hii nukta ambayo ni nzito inakuwa inaashiria kufanya nini? Kufungika kwa nini? Kwa jambo. Sawa. Lakini nukta nyepesi inakuwa inaashiria nini? Inakuwa inaashiria, moja inaashiria nguvu ya ndani, lakini nyingine inaashiria kufanyaje? Nyingine inakuwa inaashiria nyingine inakuwa inaonyesha kwamba uwezekano. Na hii nukta moja, hizi nukta mbili, ya kwanza huwa inaonyesha nini? Huwa inaonyesha kufungwa kwa jambo, yaani kuchelewa kwa jambo. Lakini ya pili huwa inaonyesha uhalisia wa nje. Sijui tunaelewa vizuri. Kwa hiyo kwa hapa, kwa hii shikeli, maana yake hizi nukta mbili zilizotangulia hapo kwenye jitimai zitakuwa zinawakilisha nini? Zinawakilisha kwamba hilo jambo limefanya nini? Limefungika. Sawa eh? Kwa maana kwamba kuchelewa kwa hilo jambo. Sawa eh? Au kuna kitu cha nje kinachoingilia. Lakini hii nukta ya kwanza hapa ya moja ambayo ni huru inatupa tafsiri ya nini? Inatupa tafsiri kwamba jambo hilo halijafanyaje? Halijafungwa. Sijui tunaelewa vizuri eh? Ni lazima uwe makini sana kuzichezesha hizi nukta. Kwa sababu ile shikeli ya qaddu kharija ilikuwa ipo hivi. Sasa hapa tumepata shikeli nyingine, kwa lazima ujue cha kwanza kinasema nini na cha pili kinasema nini. Usiondoke na kukariri qaddu kharija peke yake. Wewe unatakiwa kuondoka ni kanuni ya msingi. Ujue kwamba hii nukta ya kwanza hapa itakuwa inasema nini. Kama ni ya mbili, kama nilivyosema kwamba ya kwanza itakuwa inaonyesha hicho nilichokizungumza sasa hivi. Na hii ya huku ya pili iliyofungwa itakuwa inawakilisha kitu fulani. Na kwenye hizi ya kwanza, kwa sababu hapa kwenye qaddu kharija ya kwanza imekuja ni moja hapa juu. Sasa hapa kwenye ijtimai haikuja hapa juu, imekuja katika level ya pili kwenye sehemu ya nini? Ya upepo. Kwa hiyo hii ya upepo hapo itachukua fasiri ile ya kwanza ya qabdatun kharija. Hapo ni lazima tuelewe na vizuri namna ya kuweza kutofautisha mambo. Usichanganye mafaili. Sisi tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo ya pili hapo, hii ya pili hapa, hii nukta huru ya pili inatuambia nini? Inatuambia ni nguvu, itakuwa inawakilisha nguvu ya ndani kwa mujibu wa shikeli ya jitimai. Sawa eh? Itakuwa inawakilisha ile sifa ya pili, kwa maana itakuwa inaonyesha nguvu ya ndani kwamba bado ipo. Tumeelewa vizuri? Lakini hizi nukta mbili za mwisho hapo kwenye jitimai zitakuwa zinabeba ile sifa ya pili tuliyoipata kwenye nini? Kwenye shikeli ya qaddu kharija. Ipi? Ambayo jambo hilo limefungwa na uhalisia wa nini? Wa nje. Sijui tunaelewana vizuri eh? Sijui tunaelewana vizuri. Kwa hiyo nikupeleke mbali zaidi, nikuongezee kitu. Kwa hiyo hata kama ingekuwa ni maradhi, hii nukta mbili ya mwisho hapa ilikuwa inatuonyesha kwamba haya maradhi yametoka wapi? Yametoka nje shekhe. Kapigwa na mtu wa nje. Tumeelewana vizuri eh? Huko tusiende kwanza, tutakuja kuyapata taratibu. Sisi tumeelewana vizuri eh? Tutakuja kuyapata taratibu. Haya. Kwa baada ya hapo unakuja unatafuta sasa. Umepata tafsiri ambazo zenye mkanganyiko wewe mwalimu, sasa unakuja kutafuta tabia inayotawala hii shikeli hapa ni tabia gani? Na tumesema katika kusoma kupata tabia inayotawala hatuchukui hizi pointi mbili. Tunachukua hizi pointi moja zilizofunguka. Kwa maana kwa hapa tunachukua upepo na nini? Na maji. Tunaangalia kati ya upepo na maji nani mwenye nguvu kuliko mwenzake. Kwa tukipata kwamba upepo una nguvu kuliko maji, kwa hiyo tunaondoka na upepo. Upepo ndio utakayoenda kutupa tafsiri ya ujumla kwamba upepo unasema nini. Sawa? Na tafsiri za tabia huku nyuma tumezisoma nyingi. Tusirefushi mada. Lakini kimsingi ukizingatia hapa kwenye qaddu kharija, hapa kwenye upepo huwezi kufanyaje? Huwezi kushindwa. Unatakiwa utembee na tabia na wala si hata si mbali kusema kwamba mbona hujatembea nikaza huku mbona tumeshazungumza. Kwamba upepo unazungumza nini? Sawa? Fikra, maneno, mipango, hila. Sawa? Hewa ni akili inayotafuta kuelewa. Sisi tumeelewa vizuri? Sasa kama ni akili inayotafuta kuelewa, uone kwamba hapa ndio kwamba hilo jambo bado lipo katika mchakato wa kupatikana. Haya maneno ni maneno ya kimsamiati, ni lazima akili yako iweze kuchaji kwa haraka na kuweza kufanya kazi. Tumeona vizuri eh?
lakini kiujumla unatakiwa ujue namna ya kuweza kuunganisha nini, kuunganisha tafsiri. Hii ni hatua ya kwanza kwa kanuni hii. Sasa hapa namna ya kupata hii shikeli, tunakuja kuchukua kanuni ya ngapi? Kanuni ya pili mashekhe, sawa eh? Kanuni ya pili hapa. Baada ya hiyo, kanuni ya pili hiyo ni ipi? Ambayo amesema hivi, nukta huru ikiunganishwa na upepo, nukta huru ikiunganishwa na moto, sawa. Angalia kwa makini hapa, shikeli inatokea kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo kwa hapa nyumba ya 3 na nyumba ya 4 tunaanzia kutokea nyumba ya 3 kuja nyumba ya 4. Elewa vizuri sasa hapa. Sinaona vizuri. Kwa hiyo amesema hivi, nukta huru ikiunganishwa na nini? Na moto. Sasa tunaangalia nyumba ya 3, kuna nukta huru hapa. Nukta huru hapa juu, hapa hakuna hapa. Sawa? Hakuna. Hilo tunaachana nayo. Sawa? Kwa sababu hapa kuna nukta 2 na hapa kuna nukta 2, zote ambazo ni za moto. Sasa anasema nukta huru hapa ikitangulia nukta huru hapa juu. Sasa hii shikeli iliyoingia nyumba ya 3 ni shikeli ya qadatun dakhila. Lakini kama ingekuwa ni shikeli labda ya ahyan, hapa kuna nukta moja ya nini? Ya huru imetangulia hapa juu, ikiunganishwa na moto wa aina yoyote. Kwa hiyo moto wa aina yoyote uko wapi? Upo kwenye nyumba ya 4 hapa. Sijui tunaona vizuri eh? Kwa hiyo hii shikeli ya naswatu dakhila, maana ndio tungekuja kupata hili jambo litakuwa ni kwa haraka au vipi. Lakini kwa sababu tunatokea nyumba ya 3 kuja ya 4, hapa hakuna nukta huru. Zipo nukta ambazo zilizofunga na hapa nukta zilizofunga. Maana hapo tunakuwa hatujapata nini? Hatujapata fasili, inakuwa imekufa. Hiyo kanuni hapo inakuwa imekufa. Tunaenda nafasi ya pili. Nafasi ya pili nasema hivi, nukta huru ikiunganishwa na nini? Na upepo. Nukta huru hapa nyumba ya 3 kwenye shikeli ya qadatu dakhila. Ipo haipo? Ipo. Sawa? Ikiunganishwa na upepo, tunaenda nyumba ya 4. Upepo upo. Upepo si lazima uwe wa moja. Wa kile kinachoenda kuunganishwa nacho. Unaweza ukawa ni upepo wa 2. Kwa hiyo kwa sababu kuna upepo wa 2 na huku tunakotokea kuna nukta huru, maana yake hapa ndio tunapata nini? Tunapata fasili. Fasili nasemaje? Nasema hivi, jambo lipo kwenye mipango au mazungumzo. Tumeelewa vizuri eh? Jambo lipo kwenye mipango au mazungumzo. Ukumbuke unajumlisha, unakuja kutafuta hichi kitu huku chini kwenye hii shikeli ya ijtimai. Kwa hiyo hapa kwenye hii, narudi hii kidogo hapa juu hapa kwenye tabia ya kwenye kichwa hapo, kwenye tabia ya moto ambapo kuna 2 na kuna 2, nyumba ya 3 na nyumba ya 4, sawa eh? Hapa maana yake hatupata fasili kwenye shikeli ya ijtimai, kwa sababu hii mistari miwili hapa juu haikuendana na kanuni yetu. Tumeelewa vizuri? Kwa hiyo hapa hatupata tafsiri. Tunapata kama jinsi palivyo. Tunakuja na eneo la pili. Eneo la pili ambapo ni nukta huru ikiunganishwa na upepo wowote. Sawa? Tunapata kwamba nyumba ya 3 kuna nukta huru ambayo imeunganishwa na nyumba ya 4 nukta nini? Ya upepo, nukta 2 za upepo. Tukapata hii nukta moja inayokuja hapa kwenye shikeli ya nini? Ya ijtimai. Hapa ndo tunapatolea nini? Tunapatolea fasili. Panasemaje? Panasema jambo hilo likitokea katika bao lako ama katika upigaji wako wa shikeli, nasemaje? Nasema jambo hilo lipo kwenye nini? Kwenye mipango au lipo kwenye nini? Kwenye mazungumzo, kwa maana ya maneno. Tumeelewana vizuri? Kwa kama tulivyosema kwamba hilo jambo lipo linajadiliwa, sawa? Ama lipo labda umepangiwa ahadi. Tumeelewana vizuri kwamba utalipata muda fulani. Tunaenda hatua inayofuata. Anasema hivi, nukta iliyofungwa, sawa eh? Nukta iliyofungwa, narudi nyumba ya 3 hapa. Nukta iliyofungwa ikiunganishwa na maji, sawa eh? Ya aina yoyote, ya 1 au ya 2. Tunaangalia hapa nyumba ya 3, sawa eh? Nukta 2 za nini? Nukta nzito zile zikiunganishwa nani? Na maji. Tunaangalia nyumba 4, kuna maji hapa nukta 1 na huku kuna nukta 2 zimeunganishwa na maji. Hapa tunapata tafsiri. Tunakuja hapa engo ya 3 kwenye shikeli ya ijtimai.
unatoa tafsiri. Hichi kitendo kikipatikana kinatoa tafsiri gani? Cha nukta mbili nzito zikiunganishwa na maji. Sawa? Tunapata tafsiri kwamba jambo limefungwa na hisia au watu. Sawa? Pamoja na kwamba hili jambo liko linajadiliwa, lipo kwenye mipango, lakini pia hili jambo lilifanya limefungwa na hisia au limefungwa na watu, kwa bado kuna nini? Kuna changamoto. Sawa? Tunakuja sehemu ya 4. Anasema hivi, nukta mbili, sawa? Nukta mbili zikiunganishwa na nini? Na udongo. Ukija hapa nyumba ya 3 kwenye shikeli ya kaudhu dakhila, huku mwisho imemalizikiwa na nukta moja, sio nukta mbili. Lakini huku kwenye nyumba ya 4 kuna nukta moja ya nini? Ya udongo. Sasa hapa tunakuwa tumekosa nini? Tumekosa tafsiri, kwa sababu huku mwanzo, kwa sababu tunatokea kulia kuja kushoto, kumekuja nukta moja, hakuna nukta mbili. Kama pangukopo kuna nukta mbili, maana yake hapa tungeweza kupata tafsiri. Kwa hiyo hapa tunabeba tafsiri ngapi? Tunabeba tafsiri 2 tu. Sawa? Tunabeba tafsiri ngapi? Tunabeba tafsiri 2. Tafsiri ya nukta huru na tafsiri ya nukta zilizofungwa, ambazo nimeshazizungumza. Baada ya hichi kitendo unarudi sasa, kwa sababu umepata tafsiri 2, bado haijanyooka. Unarudi sasa utafuta tabia inayotawala kwenye hii shikeli ni ipi? Sawa? Sisi hatuzungumzii mujibu wa kauli kwamba ijtimai ni upepo. Sisi hatupo huko. Sisi tunachokizungumzia, tunazungumzia hizi pointi kwanza, kabla ya hili umbo lote. Tunaangalia na tumesema kwamba tunazozifanyia kipimo ni hizi nukta zilizofunguka. Hapa tunapata kuna upepo na nini na maji. Tunaangalia kati ya maji na upepo ni kipi chenye nguvu kuliko kingine. Tukipata labda kwamba ni maji ndio yana nguvu kuliko upepo, kwa hiyo tunaangalia haya maji yanasema nini. Kwa ile tafsiri ya jumla ya tabia ya maji ambayo inatawala ndio tunaichukua kwenda kupata tafsiri moja iliyonyooka, kwamba hilo jambo litakuwa 1, 2, 3, kama jinsi tulivyoona huko nyuma katika somo letu nililotangulia na jinsi ninavyotueleza. Kwa hiyo hii ni namna ya kwanza na ya pili ya jinsi inavyopatikana ile shikeli moja, kama jinsi nilivyo kuonyesheni. Nafikiri hapa mtakuwa mmenielewa. Kama mtakuwa mmenielewa, inshallah tutapeana maswali ikikupendezeni. Isipokupendezeni fresh. Na kwa wale wenzangu kule kwingine, basi mnaweza mkaniwekea comment pale, tutajibiana pale kwenye comment. Kwa hiyo hapa tunafuta, tunaendelea na hatua inayofuata. Bado tupo katika somo la taskini al-ashkali au ataskini ramli, na tupo kwenye taskini al-anasir au taskini al-abjadiyya. Sawa? Haya, baada ya kuyatazama hayo, tunaendelea na somo letu. Somo letu linasema hivi, pamoja na hayo yote tuliyoyasoma. Sawa? Anasema hivi, hayo yote tuliyosoma, anasema hivi, kanuni kuu ya ramli, kwamba kuna kanuni kuu ya ramli ambayo ni ya ndio au hapana. Pamoja na haya yote tuliyoyasoma, sasa tunakuja kipengele kinachofuata, kwamba katika ramli kuna kanuni kuu ambayo inakuwa ni ya jibu hili moja, na hilo jibu linakuwa la ndio au la hapana. Sisi tumeelewa vizuri linakuwa ni jibu la ndio au hapana. Anasema hivi, ramli haitoi jibu kwa nukta moja. Tunaelewa vizuri Ramli hiki ni kipengele kingine, usichanganye mafaili. Sawa? Anasema ramli haitoi majibu kwa nukta moja tu, bali kwa mkusanyiko wa alama au kwa mkusanyiko wa nini? Wa nukta. Sawa? Hapa anasema hivi, hali ya nukta huru au nzito. Si ndivyo? Hali ya nukta huru au nzito. Si ndivyo? Uzito wake. Sawa? Kwanza kuangalia uzito wake, kwa maana kwamba hali ya nukta, kwanza lazima uangalie hali ya nukta. Utakapopata hali ya nukta, baada ya hapo utakachotakiwa kufanya ujue hiyo nukta ni huru au nzito.
Sawa? Ukishajua watakiwa ujue uzito wa hiyo nukta. Sawa? Kama ni nukta moja, hizo nukta moja nazo pia zinazidiana uzito. Kama ni nukta mbili, hizo nukta mbili nazo zinazidiana nini? Uzito, zikiwa mbili kwa mbili au zikiwa moja kwa moja, pia na zenyewe zinazidiana nini? Uzito. Unatakiwa uelewe. Na kama ikiwa ni moja kwa mbili, yani moja ni nukta moja nyingine mbili, lazima ujue uzito upo wapi. Sawa? Lakini pia baada anatudisha pale pale kwamba tabia inayotawala. Simuona vizuri? Tabia inayotawala. Kitu kingine, mahali ilipo. Mahali ilipo hiyo nukta. Sawa? Kwamba ipo mwanzo au ipo mwisho wa hukumu. Sijui tunaelewana vizuri eh? Naomba niparudie hapa. Anasema kanuni kuu ya ramli. Kanuni ipi? Ya ndio au hapana. Sawa eh? Ile tukumbuke, ile ni kanuni tumemaliza, na hii pia ni kanuni nyingine. Tunazidi kusogea mbele kwa mapana zaidi, kwamba ramli haitoi jibu kwa nukta moja tu, bali kwa mkusanyiko wa nukta. Sawa? Kivipi? Jambo la kwanza, hali ya nukta. Lazima uangalie hali ya nukta. Hiyo nukta ni nukta moja au ni nukta mbili? Sawa? Ukishapata lazima uangalie uzito wake. Uzito lazima uangalie uzito, kwamba kuna uzito gani hapo, kwa sababu inawezekana ikawa ni nukta moja na moja, lakini hizi nukta moja moja pia na zenyewe huwa zinazidiana nini? Nguvu. Au inawezekana zikawa nukta mbili kwa nukta mbili, bado zinazo pia zinazidiana nini? Uzito, ama zinazidiana nguvu. Ndio maana anasema pia uangalia na nini? Na uzito wake. Sawa eh? Lakini pia ujue hiyo nukta ni moja au ni nukta mbili. Lakini pia lazima ujue tabia inayotawala. Tabia inayotawala ni ipi? Lakini pia ni lazima ujue mahali ilipo hiyo nukta. Ipo mwanzo au ipo mwisho? Sisi tunaona vizuri eh? Kwa maana kwamba tunachukulia mfano wa shikeli hii ya nusratu ya unkula. Tuchukue mfano wa shikeli ya unkula. Ukiangalia juu kuna nukta, na ukiangalia huku chini pia kuna nini? Kuna nukta. Sasa unatakiwa ujue hii ni nukta ipo mwanzo ama ipo huku mwisho. Sisi tumeona vizuri eh? Na hata kama zitakuwa ni nukta mbili, mfano wa nukta za mbili za ijtimai, inatakiwa ujue hizi nukta mbili zipo mwanzo au zipo mwisho. Sijui tunaelewana vizuri mashehe. Hichi ndicho ambacho tunachoambiwa hapa au tunachoelezwa hapa.